Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na ninyi nyote. Sala mbele ya Ekaristi Takatifu. Ee Bwana Mungu wetu, umehimidiwa na jina lako takatifu tukufu limehimidiwa, na matendo yako yote ya kuhimidi. Tunaomba msamaha kwa nyakati ambazo tumetegemea nguvu zetu wenyewe na tukamsahau wewe. Bwana Yesu, wewe ulisema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ambaye hupokea, naye atafutaye kuona, naye abishaye atafunguliwa. Bwana Yesu, tumekuja mbele yako tukiomba, tukitafuta msaada wako na tukibisha hodi kwako uliye hazina ya kila rehema. Bwana wetu, wewe peke yako mfalme wetu, tusaidie sisi tuliowakiwa, hatuna msaidizi mwingine ila wewe, maana hatari yetu imo mikononi mwetu. Utukumbuke ee Bwana, ujifunue wakati wa taabu zetu, tujalie moyo thabiti, utuokoe sisi kwa mkono wako mwenye nguvu, utusaidie sisi katika nia tunazotolea siku ya leo ya saa hii takatifu. Unaishi na kutawala milele na milele. Ndugu wapendwa, Kristo ametuita hapa kwake, miguuni pake. Ni nani anasema meno? Kukaa, stay, kukaa ni zawadi kubwa, kama anavyosema kwa Martha, akimsaidia kuelewa kwa nini Mariamu aliyekuwa anakaa muda mrefu miguuni pa Yesu akimsikiliza akiongea mambo mengi maneno. Mariamu amechagua fungu lililojibu. Kristo anatupa zawadi ya fungu hilo, kukaa. Leo kwa namna ya pekee ambapo nasherehekea katika kanisa la misa sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria, tutatafakari wakati huu juu ya fadhila ambayo kwayo ilimstahilisha kuwa mwenye haki Yosefu, Mtakatifu Yosefu, nayo ni utii. Kwa namna pekee sisi ambao tumewekwa wakfu watawa, padre au wengine wanaishi maisha ya tawa, fadhila hii tunaishi kwa namna ya pekee zaidi kiambatana na fadhila nyingine za umaskini, kukaa na utii. Basi nawaalika
Kenosis Kiyunani maana yake kushuka, to descend. Somo kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwako tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwako, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu, mkishika neno la uzima, nipate sababu ya kuwa na fahari katika siku ya Kristo, ya kuwa sikupiga mbio bure, wala sikujitaabisha bure. Neno la Bwana. Basi tafakari hii inasindikizwa pia na sherehe ya siku ya leo, ambayo ni sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wake Bikira Maria, ambaye pamoja na Bikira Maria na Yesu wanaunda familia takatifu ambayo imejaa matukio mengi ambayo mimi nafanya namna ya utani, nasema kama wangekuwa wakikaa pamoja nyumbani, kila mmoja na mshangao mwenzake, manake wote wamejaa maswali mengi kichwani mwao, maswali. Mariamu akimwangalia Yesu, yaani yaelewe nini kinaendelea, kulingana na aliyoambiwa na malaika Gabrieli, kulingana na mambo mengi. Yeye mwenyewe ni bikira, amemzaa mtoto, maswali mengi. Sijui alikuwa anamwangalia na nafikiri juu ya nini. Yosefu akimwangalia mke wake, yaani huyu amepataje mimba? Alafu huyu akimwangalia Yesu, haelewi. Lakini wote hawaelewi, lakini wamefanya nini? Wamenyamaza kwa utii na unyenyekevu, wamepokea fungu. Yesu Kristo mwenyewe naye pia hawaelewi, akamwangalia Mariamu, huyu mama yangu na ni Mungu. Sijui alikuwa anawaza nini. Anamwangalia Yosefu maskini na anamuita baba. Basi wapendwa, katika fujo hiyo ya familia takatifu, tungesema ingekuwa ni kielelezo, ni watu wanapendana, ni watu wema, ni watu hawana matatizo, sivyo? Kielelezo cha familia takatifu ni ya watu kama nilivyodokeza haya. Wamejaa, kwa kweli wamejaa mafumbo, maswali mengi ambayo yangetosha kuvuruga maisha yao. Kwa namna ya pekee leo, kwa sherehe ya leo,
namna hiyo ya kifungo, kuwa baba wa Yesu Kristo katika namna ya kifungo, lakini anapokea bila maswali kwa utii mkamilifu, na hayo yanamstahilisha haki mbele ya Mungu. Neno muhimu sana. Kwa hiyo mimi nataka tuzungumze, kwa sababu sisi sote neno hilo sio lazima. Mimi nilisema kwanza, sisi ambao tuko kwenye maisha ya wakfu, fadhila hiyo inatusindikiza kwa namna pekee, kwa sababu bila utii kwa askofu, utii kwa wakubwa wangu, utii kwa rekta kama simamizi wa sehemu yangu ya utume, utii au kwa shirika, kwa wengine, hakuna kinachofanyika, hakuna kitakachofanyika kulingana na mapenzi ya Mungu. Kristo anaweka kielelezo cha usahihi, namna gani utii unavyoweza kufanyika na ukazaa matunda. Paulo katika waraka kwa Wafilipi ambao tumesoma, inaitwa utenzi wa kenosis. Kenosis maana yake kushuka Kristo. Katika teolojia ya Mtakatifu Yohane, Mwinjili Yohane, anazungumza yeye juu. Naona hapa kwenye mimbari kuna ishara za wanyama wanne, si kama mnazingatiaga haya mambo. Kanisa limejaa ishara ambazo zote zina maana kubwa. Kuna ishara ya ndege hapo, aina ya tai. Tai anakaa juu, na kutoka juu anaweza kuona mbali window lake, na anaweka focus, anashuka. Anyway, sio muhimu kwa wakati huu, lakini injili yake inazungumza juu ya Kristo kama neno kutoka juu ambaye anashuka. Neno linafanyika mwili katika ulimwengu na linazaa matunda. Kristo katika utenzi wa kenosis inasema, ingawa alikuwa namna ya Mungu, alijinyenyekeza akashuka tena mpaka chini ya kuwa katika hali ya ubinadamu, kuwa mtumwa. Ninyi hamjui kuwa mtumwa ilikuwaje? Mtumwa alikuwa hafai kiatu. Mtumwa alikuwa hana haki yote. Hakuna watumwa siku hizi katika ulimwengu, labda sisi katika, hakuna watu wanaitwa utumwa. Ulishakomeshwa utumwa wakati wa ukoloni. Utumwa wakati ule ilikuwa, Kristo amejitwisha hiyo hali ya utumwa. Mtumwa ni chini hata ya mnyama. Paulo katika waraka kwa Warumi anasema pia, Kristo ingawa alikuwa Mungu alijifunza kutii kama mwana. Alijifunza kutii kama mwana, sio tu kwa Mungu, hata kwa Yosefu tunayemwadhimisha leo. Kuna seminari moja ambayo mimi nimesoma, Redemptoris Mater ya malezi njia leo katika 18 liko kule Italia, mji unaitwa Macerata. Kwenye ile seminari wameweka pembeni pale ishara nzuri sana. Mtakatifu Yosefu amemshika Yesu mkono wa kushoto, mkono wa kulia, alafu anafanya hatua, ni kama anamfundisha kutembea Yesu Kristo. Na Kristo kama mtoto mdogo, yani anafuata hatua za babake. Utii wa namna hii Kristo ameonyesha kielelezo mpaka kufa pamoja. Hayo ni kwa ajili yetu, kwa sababu niwaambia kweli, sisi sote mambo haya katika ulimwengu, haya mafumbo, utii unaambatana bila shaka na unyenyekevu, fadhila ya msingi, havina maana yoyote katika ulimwengu. Kwa hiyo sio ajabu kwamba wewe ujisikii kutii chochote. Yaani haingia akilini, kwa nini nahitaji kutii? Nahitaji kutii kengele, nahitaji kutii siji, unahitaji kumtii prefect hapa, nahitaji kumtii bwana kazi. Ni swali, kwa nini nitii? Kwa sababu utii unaambatana na unyonge, ni kuwa nafasi ya pili. Na hakuna mtu ambaye anapenda kuwa nafasi ya pili. Unaona darasani wote wanashindana kuwa nafasi ya kwanza. Hulka yetu ni ya kuwa wa kwanza. Nionekane mimi mbele ya kamera, hapa mnachukuliwa kamera. Nionekane mimi. Na kwa hiyo tunaonekana na muonekano mzuri. Sifa, ubinafsi. Paulo anazungumza juu ya haya. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali yote kwa unyenyekevu. Kila mtu na
lazima amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko yeye. Fadhila muhimu sana. Jinsi ambavyo tunateseka katika kupambana kuto kutii na kuto kunyenyekea ni mateso makubwa kuliko ya kuonekana mjinga na kudharaulika katika sura ya ulimwengu ya kutii. Tena mimi nawaambia siri nyingine. Ninyi ambie. Katika utii unaleta nguvu na mamlaka ya utume. Mimi kama padre, kwa utii wangu kwa askofu aliyenituma kuja hapa kufanya utume, unanipa mamlaka ya kufanya utume wangu bila mashaka yoyote. Bwana kazi ni mseminari mwenzenu, si ndio? Kwa mamlaka, kwa utii wake kwa walezi waliopewa hilo jukumu, unampa mamlaka ya kusimamia hilo jukumu ya nguvu. Kristo kwa kutii kwa Mungu ulimpa mamlaka ya kufanya yote aliyoyafanya mbele. Walimhoji, unafanya haya mambo kwa mamlaka ya nani? Kwa hiyo mwangalie wale wote tunazungumza juu ya wachungaji Mtwara au wengine waliojipa mamlaka wenyewe, hawana nguvu yoyote. Utii wa leo mbele ya Kristo katika sherehe hii ya Mtakatifu Yosefu, ambaye angalieni utii ulipomstahilisha haki, mwenye haki Yosefu, mwenye haki mtakatifu. Katika somo la pili katika sherehe ya leo, kama sijakosea taarifa, nimezungumza pia juu ya Ibrahimu alikuwa mtii vile vile kwa Mungu. Anaambiwa toka hapo uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, kuelezewa ni nchi gani, iko vipi, njia ni wapi. Alifanya nini? Alitii. Alistahilishwa kuwa baba wa imani. Wapendwa, mimi nawalika leo fadhila hii, sherehe ya leo katikati ya Kwaresma isipite. Pokea neno hili, omba hiyo fadhila, maana najua ni ngumu, sio rahisi, ni ngumu kuchukua nafasi ya mwisho wewe kupokea maelekezo. Maana utii unahitaji kuambiwa fanya hivi, alafu usijiulize maswali. Wewe tii, bila shaka tii kwa busara. Hakuna mtu atakwambia nenda kamuoe mtu na wakati huo sio utii, ni ujinga. Wewe ambao umepewa zawadi ya utashi na Mungu, ukitii kwa jambo la kipumbavu namna hiyo, utakushangaa. Pambana. Lakini katika yote yaliyo mema, malezi tunayopata hapa seminari, wewe usipime huyu ni nani anayeniambia nitii. Father Manfred, unamwambia Father Manfred mwenyewe, yani mtu ana mwingi. Bora wao Father Rector na mimi kidogo nasema au Father Black sijui. Au patron nasema patron naye mwana tusumbua. Ndivyo mnaofikiri, si ndio? Mimi nasema tu basi wapendwa, muombe Kristo kusaidie. Kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu, sisi fadhila hiyo itufae kama seminari. Ninyi mtakuwa mapadre miongoni mwenu au watu wa familia au wito fulani, sijui. Fadhila hiyo sindikize katika kuzaa matunda mema kwa sifa na utukufu wa Tumsifu Yesu Kristo.
tusimame na tuimbe wimbo wa shukrani kwa Yesu wa Ekaristi. Basi wachache miongoni mwetu tumtolee Yesu wa Ekaristi maombi yetu. Karibuni.
tuliopea sisi, ukatulinde, ukatubariki katika siku zote za maisha. Ee Yesu wa Ekaristi, Yesu wa Ekaristi, nakushukuru kwa zawadi ya mwili mtakatifu. Tunaombea mapadre na maaskofu waweze kuliongoza kanisa lako katika misingi inayofaa. Pia tunaombea walioko safarini kuelekea wito mtakatifu, hasa mapadre na waseminari. Tunaomba uweze kujalia moyo wa kupenda wito na pia uweze kufikia wito mtakatifu kupendeza wewe, ee Yesu wa Ekaristi. Tunakushukuru kwa nafasi zawadi hii iliyotupa ya saa takatifu kukaa miguuni pako kusikia neno lako ambalo ni chakula cha kweli. Kama walivyosema, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa chako. Leo katika sherehe hii ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria, tunakuomba utukirimie hiyo fadhila ya utii iliyomsahilisha mwenye haki na mtakatifu Yosefu, nasi pia katika nafasi zetu mbalimbali tukiwa hapa seminarini, fadhila ile tusindikize na iwe sababu ya kukupa wewe sifa na utukufu. Tunaunganisha maombi yetu na sala zetu pamoja na yale ambayo yako mioyoni mwetu kadiri unavyotujua, kwa ile sala uliyotufundisha wewe mwenyewe, tukisema: Baba yetu magoti tukiomba sakramenti pamoja.
uponyaji na sakramenti ya ajabu, ukumbusho wa mateso yako. Basi twakuomba utujalie kuheshimu hivi mafumbo matakatifu ya mwili na damu yako, tupate kuona daima ndani yetu mafao ya wokovu wako, unaishi na kutawala milele na milele.